president anafaa kunyamaza? Kitu yenye mimi najua katiba inasema afai kuwania kitu ya urais after 10 years, lakini hajamfunga mdomo. Na kama baba wa taifa akiona kama nchi inaenda mbaya, lazima tutakimbia kwake atupe ushauri. Kama yule kiongozi ambaye anaingia mamlakani ameaja mambo ya Kenya, anaanza kutumbia mambo ya nchi zingine kama Singapore. Uhuru Kenyatta ataingilia katikati arekebisha maneno. Umesikia mtu anatuambia kila siku kwamba anataka Kenya Singapore. Yeye atafute passport ya Singapore 2027 mwezi wa 8, tusafirishe yeye, tumsaidie aenda ishi kule Singapore. Atuachie Kenya yetu. Hapa Kenya sisi hatutaki kuwa kama nchi nyingine. Tuko na viongozi wa kutosha ambao wanataka kutengeneza hii Kenya, ndio kesho nchi zingine zikiangalia Kenya nao waanze kusema tunataka kuwa kama Kenya. Lakini mtu mwenye amepungukiwa na ideas, ana plani ya kudevelop hii Kenya, ameanza kutuambia mambo ya Singapore. Aende yeye Singapore na ile grupu yake ingine inasema inaenda Kanani. Kanani ilikuwa kwa Biblia, tujui ni nchi gani inaitwa Kanani saa hii. Wakusanye vilago mwezi wa 8, wengine waelekee Kanani na yeye aelekee Singapore, watu wajie Kenya, tuwaonyeshe vile Kenya itakuwa. Namba 2. Huyu Uhuru Kenyatta ni mpiga kura kama wapiga kura wengine. Sasa nyinyi mnataka kufunga yeye mdomo asiongelelee bila anataka kiongozi mwenye anataka na admire, kwa sababu yeye ni mpiga kura. Si anaenda kupiga kura? Na kila siku watu wanatuambia kwamba watanyorosha asubuhi, na wanasema huyu Uhuru Kenyatta hana meno, walimshinda 2022, lakini akiongea kitu kimoja hivi wanahara mwezi mzima. Uhuru Kenyatta sijui nini. Mbona mnasema mtu mlishinda yeye? Mbona akiongea kitu kimoja inawasumbua akili mpaka hamuna kitu kingine ya kuongelelea? Hamuna ideas bwana. Wajana mimi mnasema mko na content. Uhuru Kenyatta sisi tunafuata yeye. Bila tulifuata 2022 akatuambia papa ndio kiongozi atabadilisha Kenya. Bado msimamo ni ule ule. Wembe ni ule ule. Mwaje kuara mapema. Tutawaonyesha 2022. Niingie ile kitu ya James Orengo.